Bwana, mambo vipi? Karibu tena katika Movie Recap ni Swahili kutoka hapa cha Zuba University. Na leo nakuletea recap ya movie julikanao kama The Short Guy Who Handled His Negativity. Movie yetu inamhusu kijana anayeitwa Leo ambaye alikuwa ananyanyaswa na kuteswa na wanafunzi wenzake shuleni na hata katika uwanja wa basketball. Kwa sababu tu jamaa alikuwa mfupi, na sababu za yeye kuwa mfupi zilitokana na matatizo ya kibiolojia katika mfumo wa seli za mwili, au katika lugha iliyozoeleka tunasema hormone disorder. Hakika Leo alipata mateso sana kutoka kwa wanafunzi wenzake kipindi akiwa darasani, na kipindi akiwa anacheza mpira basketball. Wenzake walimtania kwa ufupi wake na kumpost katika mitandao ya kijamii, kumzihaki na kumcheka. Hakika vitendo hivi vilimfanya awe na mawazo sana. Moja wapo ndoto za Leo ilikuwa kuwa mchezaji basketball mkubwa sana duniani. Katika timu yao basketball kulikuwa na walimu wawili. Mmoja alikuwa anamchukia Leo na kumcrush kila muda bila sababu za msingi, japo Leo ndio alikuwa mchezaji bora wa muda wote katika kikosi chao. Lakini pia kulikuwa na mwalimu msaidizi ambaye alikuwa na asili ya Kiafrika. Huyu jamaa aliona unyanyasaji wote, ila alishindwa kumtetea Leo kutokana na yeye alikuwa mwalimu msaidizi na hana maamuzi ya kuamua katika timu mpaka pale kocha mkuu atakaposema. Jamaa alivumilia yote hayo, ila mwisho wa siku anaenda kwa kocha mwenzake na kuambia kitendo anachokifanya kwa Leo sio cha kiungwana kabisa. Na jamaa anamwambia afunge mdomo wake, kwani hana mamlaka ya kumfundisha na kumuonya, kwani yeye ndiyo kocha mkuu. Maneno makali ya kocha mkuu kwa kocha msaidizi yalimvunja sana moyo jamaa, na kuamua kukaa kimya na kuangalia mambo yanavyoenda. Hakika katika hii dunia kuna mambo mengi sana kujifunza. Ona huyu ambaye ndio kocha mkuu, ambaye shule inamtegemea awe mfano kwa makocha wenzake, lakini mwisho wa siku anakuwa ni mwalimu mwenye kuonyesha ubaguzi. Hakika ilimsikitisha sana mwalimu msaidizi ambaye ana asili ya Kiafrika. Leo anaongea na mama yake kuhusu namna wanafunzi wenzake na uamuzi yake shuleni, na mama yake anaumia sana. Mama yake anaamua kumpeleka Leo katika duka la viatu, ambalo anaongea na watengenezaji kuwa wamuongezee Leo soli ili akivaa viatu aonekane mrefu, ila haisaidii kitu, kwani anaishia kudondoka shuleni na kupata aibu. Cha kusikitisha zaidi ni kwamba hata demu wake anaamua kuachana na Leo kwa sababu tu jamani mfupi. Demu wake anamwambia Leo, siwezi kuwa na wewe kwa sababu nikitembea na wewe naonekana kama natembea na mwanafunzi, naonekana kama natembea na mdogo wangu. Hiyo basi mahusiano yangu kati yangu na wewe kuanzia leo yaishie hapa. Leo anapata hasira sana na kuvunja picha ya demu aliyekuwa anampenda, na hii ndio inakuwa mwisho mahusiano yake kati ya Leo na yule msichana. Japo na ufupi wake na kudharauliwa na wenzake shuleni, Leo anaonekana kufanya vizuri darasani kuliko wenzake wote, na pia yuko vizuri sana katika mpira basketi, japo kocha mkuu anamdharau sana na kushindwa kumpa nafasi ya kuendelea kuonyesha ubora wake, japokuwa ni mfupi kama Messi. Siku moja Leo akiwa uwanjani anafanya mazoezi, ghafla wanatokea wanafunzi wenzake na kuanza kumdhihaki, lakini Leo anawajibu kuwa sawa, mimi mfupi lakini bado nina kipaji na bado nina uwezo wa kutosha uwanjani, lakini kama mnataka mjithibitishie hili, nahitaji mmoja mmoja haja ashindane na mimi hapa uwanjani. Tunamwona mwanafunzi wa kwanza anakuja kushindana kucheza basketball na Leo, lakini mwisho wa siku Leo ndio anatokea kuwa mshindi. Wa pili pia anakuja, anajaribu wenzao, lakini naye anashindwa na Leo anaonekana kuwa ndio mshindi. Lakini mwisho wa siku tunamwona yule ambaye ameshindwa anapata hasira na kuanza kumsukuma Leo na kutaka kumpiga Leo, kitendo ambacho Leo anashindwa kuvumilia, naye anaamua kumpush ili waweze kupigana naye. Wakati wote ile matukio yanaendelea, watu walikuwa wanaangalia. Ghafla kocha mkuu anatokea, na Leo anapotaka kujielezea, kocha anakataa na kumwambia Leo, kuanzia leo na kufukuza katika timu yangu, ondoka, nenda kwenu. Kitendo kile kinamuumiza sana Leo, kwani yeye alikuwa hana makosa kabisa, yeye akafanyiwa uonevu tu. Leo aliamua kwenda kufanya part time job ili apate pesa za kujikimu baada ya kutoka shuleni, kwani baba yao alishafariki muda mrefu. Lakini bado rafiki zake wa shule walipokuja na kumkuta Leo pale katika ule mgahawa, bado walimgasi sana kwa sababu ya ufupi wake. Leo alienda nyumbani na kukaa ndani huku akihuzunika sana, lakini mama yake alikuja na kumwambia, sijakuzaa ili uwe kioja kwa kila mtu, jitahidi kujiamini kwa namna ulivyo, otherwise ukiwa mnyonge kila mtu atakutania na kujiona ufai. Jiamini na wala usihuzunike wala kukata tamaa. Leo aliwaza sana
na kukumbuka matukio yote alofanywa na wenzake, na kisha akachukua simu yake na kwenda live na kuelezea ulimwengu kuwa wengi huwa wanamtania na kumdhihaki kwa namna alivyo, ila wengi hawajui historia yake, kwa nini mfupi kiasi kile. Na hatimaye akaelezea kitu kilichomtokea katika maisha yake, kuwa ukweli ni kwamba alizaliwa na ugonjwa unaoitwa GHD au hormone disorder katika upande wa seli za ukuaji wa mwili, kitu ambacho hata Messi mchezaji mpira alizaliwa nacho. Hakuweza kulipia pesa ili apate matibabu kwa sababu yalikuwa gharama sana, lakini pia baba yake naye alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa hatari sana. Hivyo alivyoambiwa kati yake na baba yake ni nani alipiwe pesa kwa ajili ya matibabu, hivyo akachagua baba yake apatiwe matibabu, japo hapo baadaye baba yake alikuja akafariki. Lakini pamoja na haya yote bado ana uwezo mzuri darasani, lakini pia anaweza kucheza basketball na anaomba wampe nafasi ya kuonyesha ubora wake. Hivyo akaenda uwanjani na kujirekodi kuonyesha watu uwezo wake. Baada ya muda kupita, Rio alirudi katika timu yake na kuendelea kucheza, na kocha yule aliyekuwa hamtaki alifukuzwa, na hatimaye Rio alipata nafasi katika timu yao na kuendelea kucheza basketball, na alifanya vizuri sana na akawa msaada mkubwa sana kwenye timu yao, pamoja na ufupi wake, pamoja na kudharaulika kwake. Lakini pia watu waliona jitihada za Rio kupitia clip mbalimbali ambazo watu walikuwa wanashare, lakini pia kupitia mashindano mbalimbali. Hatimaye tunaona Rio anapatiwa scholarship ya kwenda kusoma katika college maarufu, huku akiendelea na kucheza mpira basketball. Rio alimshukuru sana mama yake kwa sapoti yake na kumpa moyo hadi akashinda changamoto zote ambazo alikuwa anakutana nazo. Bwana, hapo ndo nakuwa mwisho wa movie yetu, lakini nina mengi kukueleza wewe mtazamaji wetu wa Chazuba University. Katika maisha watu wengine tunapitia changamoto nyingi sana kwa sababu mbalimbali, lakini wewe kama mwanadamu amini kuwa bado una nafasi ya kufanya makubwa sana duniani. As long as bado wewe unaishi katika dunia hii, basi amini kwamba riziki yako ipo. Hivyo kwa jambo lolote ambalo unalifanya, na kama jambo hilo ni laheri, halisababishi kifo, halisababishi mabaya kwa mtu yoyote, amini kwamba utashinda vizuri na Mungu atakusimamia. Hivyo usikate tamaa. Bwana, nikukumbushe wewe mdau wangu kusubscribe katika channel yetu ya Chazuba Investing, lakini pia tudondoshie comment hapo chini kuhusu kazi zetu hizi tunazifanya za recap kutoka hapa Chazuba Investing. Chazuba Investing, pamoja tusonge mbele. Asante sana.